Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Aprili 20 siku ya Ijumaa asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema adaiwa kumchinja mwanawe kisa sio damu yake, watu 6 waungua katika ajali. Na kumekucha Mei Mosi, biashara Njombe saa 24, nyumba za malazi za jaa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini habari kubwa ni kilichojiri Oktoba 29, angalizo la wasomi. Kilichojiri Oktoba 29, angalizo la wasomi. Wanazuoni wachambua wasilisho la tume ya Jaji Chande, watoka na zaidi ya hoja 50 za kufanyiwa kazi, kurejesha umoja mshikamano kitaifa. Na CRDB yapata faida bilioni 206 robo ya kwanza mwaka 2026, yaongoza nchini. Na wataalamu ziara ya Rais Ruto Tanzania mtaji kidiplomasia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini vijana 1900 wafuzu vigezo wa mikopo ya serikali. Vijana 1900 wafuzu vigezo wa mikopo ya serikali. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mwananchi. Linaanza na habari inayosema moto wakatisha maisha ya bibi wajukuu wawili. Moto wakatisha maisha ya bibi na wajukuu wawili. Lakini Mei Mosi 2026, na kilio cha gharama za maisha. Mei Mosi 2026 na kilio cha gharama za maisha. Lakini safari ya Maulida Komu na alama Chadema. Lakini wasomi UDSM walivyochambua ripoti ya Jaji Chande. Na CRDB benki kinara kwa faida, na Dr. Sekela ataja siri. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Majira lenyewe kurasa wa mbele linaandika mtoto wa miaka 8 asombwa na maji. Mtoto wa miaka 8 asombwa na maji. Lakini ugonjwa usiokuwa na kelele wenye mzigo mkubwa kwa umma. Na habari kubwa ni Rais Ruto kuhutubia bunge la Tanzania. Rais Ruto kuhutubia bunge la Tanzania. Wasioendeleza maeneo Zanzibar kukalia kutikavu. Wasioendeleza maeneo Zanzibar kukalia kutikavu. Lakini CCM yafanya uteuzi, yumo mrithi wa Lukuvi. Nemki kupanda miti zaidi ya 40,000 kuelekea miaka 40 ya kuanzishwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanahabari lenye kurasa wa mbele linaanza na habari inayosema bajeti ya kilimo ni shilingi trilioni 1.1 kuleta mageuzi kwa wakulima nchini. Lakini Tanzania na Canada kuimarisha ushirikiano wa nishati. Na Jaji Chande, sote tunataka wajibikaji lakini wa haki. Huyo ni Jaji Chande asema sote tunataka wajibikaji lakini wa haki. Na historia mpya ujenzi wa SGR kipande cha Makutupora Isaka. Wanufaika wa bilioni 200 awamu ya kwanza hadharani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Tanzania Leo asubuhi ya leo lenye linaandika Tanzania yasisitiza matumizi endelevu ya madini muhimu. Lakini vijana wenye maono wanufaika na Samia. Vijana wenye maono wanufaika na Samia. Na watendaji uchaguzi watakiwa kuepuka kufanya kazi kwa mazoea. Watendaji uchaguzi watakiwa kuepuka kufanya kazi kwa mazoea. Lakini CCM yapitisha 9 ubunge ya Afrika Mashariki. Hilo ni gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru lenye kurasa wa mbele linaandika REA yaanza kuwasambazia umeme wakazi wa Ziwa Nyasa. Na Profesa Mkenda mageuzi ya elimu kuwapa vijana ujuzi na maarifa. Lakini ikitimiza miaka 40 NEMC yaorodhesha msururu wa mafanikio.
kutimiza miaka 40 NEMC ya orodhesha msururu wa mafanikio. System ya muonyesha mlango vunja bei ubunge Isimani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa wa mbele. Na gazeti lako Raia Mzalendo kweli na wazi asubuhi ya leo linaandika system ya mfungashia virago Fred vunja bei Isimani. Lakini NEMC kupanda miti ya 40 nchi nzima. TRA yatangaza dau la milioni 50 mshindi wazo bunifu ukusanyaji wa kodi. Lakini WMA yatoa elimu ya vipimo maonesho ya madini Geita. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kunaangazia kwenye gazeti lako la Mtanzania leo lenye linaandika neema ya umeme wa REA ya ushukia mwambao wa ziwa Nyasa. Lakini mshindi wa wazo bunifu TRA sasa kulamba milioni 50 na miaka 40 ya NEMC. Safari ya Tanzania kijani na maendeleo endelevu. Lakini WMA Geita ya wanasa wafanya biashara wanaodanganya vipimo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa wa mbele. Gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaandika wanahabari wajadili mustakabali wa tasnia yao. Lakini neema ya umeme yatangazwa REA mwambao mwa ziwa Nyasa. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako la Uhuru lenye inaandika CCM yapitisha 9 mchuano East Africa. Lakini Makonda Gwajima wadokeza chanzo cha maadili kuyumba. Homera avalia njuga mikataba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye asubuhi ya leo linaandika mjadala mzito uhalali wa bangi watikisa bunge. Lakini wawili wapoteza maisha magari ya waka moto jijini Dodoma. Lakini vunja bei patupu bunge Isimani. Vunja bei patupu bunge Isimani. Neema ya umeme ya shuka mwambao mwa ziwa Nyasa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele inaandika Rais Samia ahitimisha mkutano kamati kuu CCM Mtatifikolo kubeba mikoba ya Lukuvi. Lakini bangi mirungi kuacha maswali bungeni. Bangi mirungi kuacha maswali bungeni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa wa mbele, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Na gazeti lako la Mwanahabari inaandika uchaguzi FIFA kufanyika Morocco. Uchaguzi FIFA kufanyika Morocco. This is Simba ndo habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwanahabari. This is Simba ni baada ya kuchukua kombe la Muungano kwa kuichapa Yanga goli 1-0. Lakini Banda awalulu Al-Ittihad ya Misri. Gazeti lako la Uhuru linaandika kisasi ni haki. Simba ni kuichapa Yanga goli 1-0. Yanga Princess Simba Queen dimbani Mei 15. Ibrahim Klasi avunja ukimya. Hilo ni gazeti lako la Uhuru. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika mbunge Asenga ajipanga ligi ya wanawake. Simba bingwa Muungano kapu yaichapa Yanga goli 1-0 kwa penati New Amani Complex Zanzibar. Lakini waamuzi Tanzania wateuliwa kafu. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga. Gazeti lako la Uhuru na yenyewe inaandika magwiji watia neno ishu ya waamuzi kutoka nje. Lakini Yanga Princess Simba Queen dimbani Mei 15. Ibrahim Kras avunja ukimya. Lakini kimataifa Newcastle Villa vitani na Rashford atajwa Spurs. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika Simba yaifanya vibaya Yanga fainali kombe la Muungano. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Tanzania leo lenye linaandika Simba kazi wanayo, Yanga wanaitaka tena dabi ya Dar es Salaam. Lakini Simba rasmi yamfuata kipa Nigeria. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo kuna michezo linaandika KMKM wataka ubingwa wa vijana. Bodi ya ligi yasisitiza dabi kupigwa Isamuyo. Lakini bondia Ibrahim Klaski ahidi kuendelea kulipambania taifa. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar leo
kwenye kurasa za michezo. Upate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwanahabari lenye kuna michezo linaandika Fiston Kalala Mayele aikanda Al Ahli, lakini Yanga Simba kumalizana. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari. Lakini tukiangazia sasa kwenye gazeti lako la Majira sasa inaandika presha inapanda, presha inashuka Kariakoo dabi ijayo. Makamu wa rais Yanga afunguka kuhusu kombe. Serikali yampongeza bondia Ibrahimu Mgenda. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa michezo linaandika FIFA yaidhinisha rasmi AFCON 2027. FIFA yaidhinisha rasmi AFCON 2027. Lakini mabao 248 yafungwa ligi kuu hadi sasa. Mabao 248 yafungwa ligi kuu hadi sasa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.